Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limewataka wasanii wote nchini kuhakikisha wanajisajili katika mfumo wa Artist Management Information System ili kuepuka changamoto za kusumbuliwa na lebo ya muziki pamoja na kupata huduma stahiki za kisheria na kitaaluma. Kwa mujibu wa BASATA, mfumo huo unalenga kuwatambua wasanii rasmi, kuimarisha usimamizi wa kazi zao na kutoa ulinzi wa kisheria dhidi ya unyonyaji unaofanywa na baadhi ya wamiliki wa lebo. Kaimu mkurugenzi wa BASATA anayeshughulika na muziki, Kelvin Stanislaus, amesema kuwa kujisajili katika AMIS si hiari bali ni jukumu la kila msanii anayetaka kufanya kazi zake kwa weledi na kwa mujibu wa sheria, na kubainisha kuwa mfumo huo unawasaidia wasanii kupata taarifa muhimu, leseni, fursa za mafunzo na hata msaada wa kisheria pale unapohitajika. BASATA imewahimiza wasanii kuzingatia taratibu za usajili na kutoa ushirikiano kwa maafisa wa baraza hilo ili kuhakikisha tasnia ya sanaa inakuwa na nidhamu, ulinzi wa haki miliki na mchango chanya kwenye maendeleo ya taifa. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Ni kuna umuhimu mkubwa sana kwa msanii kuishirikisha BASATA kwenye karibia vitu vingi vyote anavyovifanya. Sio kuingia tu kwenye record label, sio kuingia tu kwenye kampuni ya kusambaza, lakini hata uimbaji wake, hata kutengeneza kazi zake. Kuna umuhimu mkubwa sana msanii yote, kabla hujafanya kazi zako, hakikisha BASATA inakutambua, BASATA inakujua, umesajiliwa, una vibali, lakini pia mambo yako unayoyafanya usiyafanye chini chini. Tushirikishe ili upewe ushauri wa kitaalamu. Pale tuna wataalamu wa aina zote. Kuna wataalamu wa muziki, wataalamu wa sheria, wataalamu wa sanaa za maonesho, sanaa za ufundi, ambao wanaweza wakakusaidia wewe kama msanii kutokuingia kwenye changamoto kwenye karia yako unapozidi kuwa mkubwa huko mbele. Kuhusiana na swala la mikataba, unajua tasnia inakuwa kwa kasi sana. Yaani msanii ambavyo unakuwa leo sivyo utakavyokuwa baada ya miaka 2 au 3, hasa ukishapata management. Na kuna changamoto nyingi kubwa ambazo zinajitokeza kwenye mikataba. Na mkataba ukisha usaini, tunasema ile ni hati ya kisheria ambayo mara nyingi kuivunja inakuwa ni changamoto. Lakini mimi ushauri wangu ni kwamba moja ni nianzie kwetu kwamba sisi Baraza la Sanaa la Taifa tupo kwa ajili ya kusaidia wasanii. Na wasanii wadogo pia usione shida kumfuata mwanasheria au kumfuata mtu ambaye ana taaluma hiyo kukusaidia kwenye eneo hilo kipindi unapohitaji kuingia kwenye mkataba wa namna yote ule. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaendelea, nyingine tunazisikia, nyingine tunazipata, lakini kimsingi changamoto kubwa inayokuja ni kwamba mimi naona kwamba kuna shida kubwa ya wasanii kutokutaka kujielimisha. Kwamba ni muhimu sana msanii kupenda kujielimisha, kupenda kujua vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini pia kupenda kushirikisha watu ambao wanafahamu kuhusu hivyo vitu, kupenda kushirikisha watu wenye taaluma tofauti tofauti. Na hapa nitazungumzia kwenye upande wa Baraza la Sanaa la Taifa kwamba sisi tuna dawati la kisheria ambalo linatoa huduma zake bure muda wote. Kwa wasanii ambao ni mchanga, bado ndo unakuwa kwenye karia yako, bado ndo unaona kabisa kuna mwanga mbele, haya mambo yanaweza yakashughulikika, yanaweza yakashughulikiwa mapema sana. Kwa hiyo nitoe wito kwamba kama wapo una changamoto hizo, kuna wengine wameshaingia kwenye changamoto, wengine bado. Sasa kama umeshaingia, ni bora ukawajiwahi mapema, ukafika pale ofisini ili uweze kushauriwa na kusaidiwa. Na sisi tunasema, mimi kuna kauli moja, sio kauli, falsafa ya Baraza la Sanaa la Taifa, falsafa ya katibu wetu mtendaji wa sasa hivi Dr. Kedmon Mapana, kwamba ni baraza wezeshi. Yaani tupo kwa ajili ya kuwawezesha wasanii waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na moja sehemu ya kuwawezesha ni eneo la mikataba ya kazi zao za sanaa. Sasa kwenye kuwawezesha ndio hivyo kwamba ndio maana utaona watu wengine tunawaita pale ofisini, tunazungumza nao, lengo kubwa ni kuwapa elimu na kuwasaidia na kutatua migogoro mingi ambayo inajitokeza. Na kweli pale kuna migogoro mingi ambayo inatatuliwa, imeshatatuliwa mingi ambayo mingine ni migumu haiwezi kuzungumzika, lakini imetatuliwa kwa sababu ya ile falsafa ambayo tumejiwekea na hiyo kazi ambayo tumepewa kwamba kuhakikisha tasnia ya muziki nchini na sanaa kwa ujumla